Sana mtazamaji wa TV kwenye kipindi cha Afya Jamii, ambapo leo tunazungumzia tatizo la watoto ambao wanazaliwa na mgongo wazi, kwa lugha ya kitaalamu tunasema neural tube defect. Hapo leo tutazungumza masuala mengi sana. Tuko na Dr. Martha Mkoni, mwanachama wa chama cha madaktari wanawake nchini Tanzania MEWATA, lakini pia ni daktari bingwa magonjwa ya watoto hospitali ya taifa Muhimbili. Inakuwaje leo MEWATA mkahamia kwenye watoto? Asante. Sasa katika mgongo wazi. Asante sana. MEWATA tunafanya shughuli nyingi na niko hapa kama mjumbe wa kamati kuu tendaji ya MEWATA. Vilevile ni publicity secretary wa MEWATA. Tunatoa huduma nyingi za jamii ikiwemo kuelimisha umma juu ya mambo mbalimbali ikiwemo ya afya na mtoto kama tunavyofanya leo hii. Na karibu sasa tuweza kuelezea kiujumla tatizo hili la watoto ambao wanazaliwa na mgongo wazi. Asante sana Bwana Mihambo. Leo kama nilivyosema tutazungumzia tatizo la neural tube defect. Yaani watoto waliozaliwa na mgongo wazi. Tatizo hili linatokea wakati mtoto mimba inapotungwa kwenye mwezi wa kwanza, yani siku 28, ambapo seli zinakuwa zinajiunga ili kutengeneza mfumo wa fahamu. Na linatokea katika mwendelezo wa mfumo wa fahamu kuanzia kwenye ubongo mpaka kwenye uti wa mgongo. Mtoto anavyozaliwa ni tatizo ambalo linaweza likagundulika wakati wa ujauzito mama anapoenda kliniki, na ndio maana mara nyingi chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA na wataalamu wa afya kwa ujumla tumekuwa tukiwasisitiza wakina mama mara anapojigundua ni mjamzito, akienda kliniki atafanywa vipimo mbalimbali ikiwemo kipimo cha ultrasound kuangalia hali yake ya ujauzito, na anapofanya vipimo hivi basi tatizo la migongo wazi linaweza likagundulika katika hatua za awali. Kama inavyoonekana katika picha ya mtoto huyu, ana tatizo la uwazi kwenye mgongo. Na hili tatizo linaweza likaonekana kama nilivyosema hapo awali wakati wakifanywa ultrasound mama akiwa mjamzito, ama baada ya kujifungua tatizo hili linaonekana wazi. Na tatizo hili linaweza likaonekana eneo lolote la uti wa mgongo. Kwa mfano katika picha hii liko karibu na usawa wa kiuno. Inaweza ikatokea usawa wa kifua ama kichwani, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali ni kuanzia kwenye ubongo mpaka kwenye uti wa mgongo kama picha zinavyoonekana. Picha hii inaonekana eneo la juu ya kidogo ya kiuno, picha hii iko eneo la mgongoni, na picha hii inaonekana mtoto ana tatizo ambalo limezaliwa wazi uko katika eneo la kichwa. Ashukuru sana kwa maelezo yako mazuri leo daktari. Hebu tuangalie pia ukubwa wa tatizo hili, lakini pia kitu ambacho kinasababisha mtoto kuzaliwa akiwa na mgongo wazi. Karibu. Asante. Tatizo hili kidunia inasemekana kwa takwimu za Shirika la Afya la Dunia kwa mwaka ni kati ya watoto 2.5 mpaka 3 huwa wanapatikana. Kwa takwimu zinazopatikana kwa nchi zetu za Kiafrika ni kati ya watoto 40,000 mpaka 70,000. Na nchi ambazo zinaongoza kwa tatizo hili ni kama nchi za Asia. Inawezekana huko kwetu labda tatizo linaonekana ni dogo kutokana na utunzaji wa kumbukumbu, na kama tunavyofahamu bado watu wanajifungulia akiwa nyumbani. Kwa mtoto yule kama akijifungulia nyumbani, taarifa hizi zinaweza zikashindikana kupatikana katika vituo vya afya ambapo kumbukumbu hizi zinapatikana. Na hiyo ni kwenye upande wa ukubwa wa tatizo. Lakini kwa nchi za wenzetu mara nyingine kama mama anaonekana na tatizo hili na lina madhara makubwa kwa afya ya mtoto, mama anaweza akaamua kusitisha ujauzito wake baada ya kujadiliana na jopo la madaktari. Kwa hiyo mama anaweza akagundua kwamba mtoto wake anawezekana kazaliwa na tatizo hili, lakini kutokana na ulemavu mkubwa ambao mtoto anaweza akaupata, anaweza akaamua kusitisha ujauzito wake. Zungumzia pia hapo kwamba kuna ushauri wa mama tupu au na mwenza. Lakini pia sasa atajuaje kama tayari ana mtoto ambaye anaweza kazaliwa na tatizo hili lenye mgongo wazi? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Kama mara nyingi ambavyo chama cha madaktari wanawake Tanzania tumekuwa tukiwashauri akina mama bila anapojigundua kuwa mjamzito aongozane na mwenzi wake kwenda kwenye kituo cha afya, na pale wanapoenda wakafanya vipimo, matatizo kama haya yanapotokea ni vizuri mtoa huduma za afya akaongea na familia kwa maana ya baba pamoja na mama kwa ujumla wao, ili maamuzi yatakayopatikana pale asipo sasa kirudi nyumbani mama aanze kumuuliza baba, nimeambiwa nifanye hivi na vile, inakuwa inaleta kidogo
matatizo katika kutoa maamuzi sahihi. Kwa hiyo mama anapoenda kliniki akiwa na mwenzi wake, daktari atawafanyia vipimo. Ikionekana madhara ni makubwa sana kwa mtoto atakayezaliwa, kwa mfano mtoto anaweza kazaliwa na asiishi kama tutakavyokuja kuonelea mbele, hamna sababu ya mama kuendelea na ujauzito. Kwa jopo la madaktari pamoja na wazazi wa yule mtoto ambaye anatarajiwa kuzaliwa watashauriana na ujauzito ule unaweza ukatolewa. Nazungumzia kwamba hapo ni mwezi mmoja ndio pindi tatizo hapo la mtoto pengine inaweza katokea akawa na hatari kuzaliwa na mgongo wazi, ndivyo Hasa mwezi mmoja ni pimo gani ambacho kinaweza kaona hapa mtoto ana shida? Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanasema hii vipimo vya mara kwanza ni mwezi mmoja ujauzito ni hatari pia kiafya. Tunasema mama hawahi kwenda kliniki kwa sababu kwa mfano mara nyingine mama anaweza kaenda kliniki ana mimba miezi 7. Ameshachelewa. Kwa hiyo tatizo ameendelea na ujauzito kwa kipindi kirefu, wakati kama ingekuwa labda ni mimba ina matatizo iongeza ikafanywa matibabu mengine. Tatizo linatokea ndani ya mwezi mmoja mimba kutungwa, lakini vipimo vinaweza vikafanyika kuanzia mwezi wa 2, wa 3, tunaita ile miezi 3 ya mwanzo ya ujauzito, first trimester, ambapo ultrasound inaweza ikafanyika, na kama ujauzito uliotungwa una tatizo, mama ataambiwa ama ile familia itaambiwa kwamba mmebeba ujauzito lakini kuna tatizo la aina fulani linaweza likatokea kwa mtoto wenu, na matibabu stahili yanaweza kupangwa kuanzia pale, badala ya mama kujifungua ghafla anashangaa mtoto wake amezaliwa na matatizo. Na hapo umetuelezea kwa dunia, lakini kiafrika sasa tuangalie kwa ndani kidogo. Kwa Afrika inakuwa gani tatizo? Kwa Afrika, kwa takwimu za shirika la afya duniani, tuna watoto kati ya 40,000 mpaka 70,000 kwa mwaka. Hiyo ni prevalence. Lakini ukiangalia burden, yani ile madhara gani wa Afrika sisi tunakuwa nayo, tuna tatizo hili kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mara nyingine watoto wanapozaliwa wanapata ulemavu. Na tukiangalia takwimu za shirika la afya la dunia kwa mwaka 2010, kama grafu yetu tunavyoonyesha, kwa Afrika tuna watoto mpaka 1.5 bilioni wanaoishi na matatizo haya, wakati kwa nchi za Ulaya ambapo wao burden kwao ni ndogo, ni kati ya watoto 340,000 mpaka 350,000. Amewezaje zetu sasa kupunguza tatizo hilo kwa tusizikane shida kidogo? Wenzetu wana uwezekano mkubwa wa kugundua matatizo mapema. Kwa hiyo mtoto ambaye anazaliwa ambaye anaonekana maisha yake anaweza akawa mafupi ya madhara makubwa, familia pamoja na jopo la madaktari wanaweza kaamua kusitisha ule ujauzito usiendelee. Wakati kwa huku sisi kwetu mara nyingi mama unakuta hajajua kama atajifungua mtoto mwenye madhara hayo. Kwa hiyo anaendelea na ujauzito mpaka mwisho na anazaliwa mtoto ambaye anaweza kaa na ulemavu kwa kiasi kikubwa. Naam. Ndio. Tuelekee katika sababu zinasababisha mtoto kuzaliwa akiwa na tatizo la mgongo wazi. Sababu zipo nyingi, ila moja ambayo imehusishwa kwa kiasi kikubwa sana ni upungufu wa madini vitamin aina ya folic acid, ambayo kwa kiasi kikubwa watoto wengi ambao wamezaliwa na tatizo la mgongo wazi, wazazi wao walionekana walikuwa na upungufu wa folic acid kabla ya mimba kutungwa. Tuzungumzia juu ya hiyo folic acid. Mtazamaji atajuaje kama hii ni folic acid sasa? Asante. Folic acid ni aina ya vitamin ambayo inapatikana katika mboga za majani na vyakula kama aina ya samaki, seafood, vyakula vya wanyama wa baharini. Na mboga za majani za kijani kama zikipikwa, sio za kupika muda mrefu, mchicha unaubandika mpaka unaiva, unapoteza ladha yake pamoja na virutubisho. Kwa hiyo huwa tunashauri wataalamu wa afya, kama familia, yani mama pamoja na mwenzi wake wana mpango wa kuwa na watoto, wapange. Na katika kujipanga huku sio tu katika kujiandaa mazingira ya kumtunza yule mtoto, lakini na afya ya mama hiyo inaimarika. Hiyo ni kabla ya kupata ujauzito hajapata. Kwa sababu kama nilivyoeleza hapo awali, tatizo hili linatokea ndani ya siku 28 ya ujauzito. Kwa hiyo maandalizi inabidi yafanyike kabla ya ujauzito.
Kwa kama mfano labda familia ina mpango wa kuzaa mtoto mwakani mwezi wa 6, ili mimba kabla haijatungwa miezi 3 kabla, mama lazima awe anaanza kula sasa mboga hizo. Ale ama kama ana upungufu wa folic, ni kipimo ambacho unaweza kupima kwa njia ya damu. Unakutakuwa ule angalau kama usio mlaji mzuri wa mboga za majani na vyakula kama samaki, kuna vidonge vya folic acid vinauzwa, ni bei rahisi sana. Akiweza kula kidonge kimoja ama viwili kwa wiki kwa miezi 3 kabla ya kushika ujauzito, inaweza ikasaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la watoto wanaozaliwa na mgongo wazi. Baada ya kutumia hiyo folic acid, ni kitu gani ambacho mama anaweza kutumia? Asante sana kwa swali lako zuri. Mbali na folic acid, serikali imeanzisha vile mpango wa kuhakikisha kwamba vyakula ambavyo vinatumika vinakuwa vinaongezwa virutubisho kama folic acid. Na hivi vinakuwa ni vyakula ambavyo vinatumika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano unga wa sembe, ambapo tunajua familia nyingi kwa mfano kwa hapa Tanzania wanakula ugali. Kwa hiyo ule ugali ukiongezwa na hivi virutubisho na folic acid, hata kikipikwa ile ubora wa folic acid unabaki. Kwa hiyo mama anaweza akawa anakula chakula ambacho kimekuwa fortified. Na vipo hiyo sembe soda sasa tunazungumzia. Mahindi kwa ujumla tuseme, wakati unga unaandaliwa inaweza ikaongezwa hata unga wa chapati. Kwa hiyo ni mpango tu endelevu wa serikali. Je, kuna sababu nyingine ambazo zipo? Zipo sababu nyinginezo mbali na folic acid deficiency, ikiwemo sababu za mazingira ama sababu za kibiolojia genetics, ambapo kunaweza kuwa kuna matatizo wakati ya ile mimba mtoto anavyoendelea kukua katika tumbo la mamake akapata matatizo ya neurotube defect. Dalili sasa hivi tunakwenda dalili ambazo mama anaweza kaziona kwa hapa pana shida kidogo. Asante kwa swali lako. Dalili ya mwanzoni kama nilivyosema ni wakati wanapofanywa kipimo cha ultrasound wakati wa ujauzito, inaweza ikaonekana kwa mtaalamu ambaye anafanya kama na ujuzi na na mashine yenye uwezo wa kuona tatizo la namna hiyo, anaweza kaiona. Na kwa mama ambaye labda huu ni ujauzito wake wa 2, wa 3, mara nyingine tatizo la neurotube defect na kuja na ulemavu wa miguu. Kwa anaweza akaona mtoto huyu hachezi vizuri kama mtoto mwingine aliyepita. Kwa ile upunguzaji wa kucheza, mama anaweza akahisi mtoto wangu atakayezaliwa anaweza akawa ana matatizo. Vile vile mtoto anapozaliwa pale, kwa mfano labda mama hakupata bahati ya kufanyiwa kipimo cha ultrasound kuangalia, anapozaliwa tu, mara baada ya mtoto kuzaliwa utaonekana ule ugonjwa either kwenye uti wa mgongo ama kwenye ubongo, kwenye ubongo wake, kwenye kichwa, kwa maana kama nilivyoonyesha kwenye picha za awali. Kwenye kichwa kivipi? Hadi ndio hapo anakuwa na kichwa kikubwa unakuwa, kwa sababu mgongo wazi na vichwa vikubwa ni ugonjwa ambao inahusiana. Kwa hiyo kwenye kichwa anaweza akazaliwa mtoto ana kichwa kikubwa zaidi ya kawaida, ama anaweza akawa na uvimbe kama zile picha nilivyokuwa nimeonyesha, mtaziangalia tena. Anaweza akawa na uvimbe kwenye kichwa, ila kwenye paji la uso ama kwenye pua ama kwenye kichogo. Kuna uvimbe ambao unaweza kaonekana kama zinavyoonekana kwenye picha zifuatazo. Afrika inaonekana ina wagonjwa wengi zaidi, 1.5 milioni kwa takwimu za mwaka 2010, ukilinganisha na nchi, kwa mfano nchi za Marekani, Amerika ya Kaskazini na Kusini ama Ulaya, ambapo wenzetu wana wagonjwa chini ya 500,000. Na hii ni kwa sababu wenzetu labda interventions zinaweza zikafanyika mapema zaidi ukilinganisha na sisi, ambapo watoto wanazaliwa na madhara yao na kuwa yanaonekana. Dalili ya kwanza kama nilivyosema ni mgongo wazi, kama ninavyoonyesha kwenye picha, ni kwamba eneo la kiuno upande wa mgongoni kuna uwazi, au mara nyingine mzazi anaweza akasema ni kidonda. Lakini vile vile matatizo ya neurotube defect, kama ikiwa ameathirika na sehemu ya ubongo, mtoto anakuwa na kichwa kikubwa kuliko kawaida kama inavyoonekana kwa mtoto huyu. Matatizo hayo yanafuatana. Tukiona kuna mgongo wazi, vile vile tunapenda kupima na kichwa kuangalia kama kichwa chake ni kikubwa zaidi ya kawaida. Kwa hiyo anaweza akawa na tatizo kama alivyouliza ndugu mtangazaji, anaweza akawa na tatizo la mgongo wazi pamoja na kichwa kikubwa. Lakini si hivyo tu, anaweza akawa na vile vile mgongo wazi, kichwa kikubwa na ulemavu wa miguu, ambapo mguu unazaliwa umepinda kama inavyoonekana katika
picha inavyoonekana. Hapo ni mguu mmoja daktari, au inaweza kuwa miguu yote miwili? Asante. Inaweza ikawa ni mguu mmoja kama inavyoonekana kwenye picha, ama miguu yote miwili. Na mara nyingine ulemavu unaweza ukawa mkubwa kiasi kwamba hii miguu inaweza ikawa imelemaa kabisa, kwamba mtoto hawezi akaichezesha kutokana na tatizo alokuwa nalo katika mgongo. Haya ni matatizo ambapo tunasema ni ya wastani, lakini tatizo linaweza likawa ni kubwa zaidi. Niombe radhi kwa picha zitakazoonekana, kwa sababu nyingine zinaweza zikawa ni za kutisha. Na mojawapo ya tatizo ni kwamba si tu kwamba kuna kama kidonda, lakini katika hali kama hii, kwa mfano kama hii picha inavyoonyesha, ni kidonda na uti wa mgongo ni karibu kama uko wazi, ambapo mtoto wa namna hii uwezo wake kuishi unakuwa ni mdogo. Mbali na kwa kwenye uti wa mgongo, inaweza ikatakewa mtoto amezaliwa fuvu lake la kichwa halipo, kama inavyoonekana kwenye picha inayofuata. Kwa mtoto kama huyu, fuvu lake la kichwa limefunika, lakini ukiangalia ni kama kichwa ubongo hamna ndani. Na mara nyingi watoto wa kuishi inakuwa ni kwa muda mfupi, anaweza kazaliwa mfu ama kaishi kwa masaa machache mpaka siku ndani ya wiki moja anafariki. Huyu ni ambaye fuvu la kichwa limefunika. Wengine unakuta fuvu la kichwa halipo, kwa hiyo sehemu za juu za ubongo zinakuwa zinaonekana. Wengine tatizo linaweza likawa ni kubwa zaidi, si tu ubongo, lakini inaenda mpaka kwenye uti wa mgongo pamoja na ulemavu. Na mara nyingi mtoto akizaliwa katika hali hii, wengi huwa wanakufa ndani ya masaa machache baada ya kuzaliwa. Nashukuru sana kwa maelezo yako mazuri, na leo tumeenda kuelewa vizuri. Sasa vipi aina mbalimbali za tiba ambazo ni wataalamu wa afya wametumia hasa kwa mtoto ambaye amezaliwa na mgongo wazi? Asante kwa swali lako. Matibabu yako kulingana na jinsi mtoto alivyozaliwa. Kwa awali, kwa mfano kama katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na hospitali nyingine za rufaa, watoto wanaozaliwa ana tatizo moja tu la mgongo wazi, huwa tunaanza na kukifunga kile kidonda, ambapo mgonjwa atakaa kwa muda mrefu katika hospitali. Kile kidonda kinakuwa kinafunga mpaka ngozi ya kawaida iweze kutokea ifunike kile kidonda. Baada ya ngozi kufunga, anakuja kufanyiwa upasuaji kwa namna ya kutengeneza muonekano wa nje, kwa sababu haipendezi mtu kutembea na nundu. Kwa hiyo mtoto anaweza kaa anaendelea kufungwa kidonda na ngozi kisha ota ataenda kufanyiwa upasuaji kwa ajili ya kutengeneza muonekano wake. Kwa mtoto ambaye ana matatizo mawili, yani mgongo wazi pamoja na kichwa kikubwa, atafanyiwa vipimo vya ultrasound pamoja na CT scan kama inawezekana. Kisha atafanyiwa upasuaji wa kichwa wa kumwekea mirija ili kuweza kupunguza kichwa kujaa maji, kama vile kampeni ambayo inaendelea sasa hivi nchini na taasisi ya mifupa ya moyo, wanazunguka nchi nzima kwa ajili ya kufanyia upasuaji watoto wenye matatizo ya kichwa kikubwa. Anaweza akawa na tatizo la tatu kwamba ana mgongo wazi, ana kichwa kikubwa, lakini vile vile mguu wake umezaliwa na ulemavu. Huu mguu ambao umepata ulemavu kwamba umejipinda, tunaita club foot, anaweza akavalishwa POP kwa ajili ya wanakuwa wanafanyia kwa matibabu kwa muda mrefu kidogo. Na kunyoka vizuri tu akatembea. Kukanyoka vizuri. Lakini kutembea kwake inategemea, kama miguu ilikuwa imepata ulemavu wa kudumu, kwa sababu ni tatizo la mshipa ufahamu, kwamba miguu yake ilikuwa inashindwa kupata nguvu ya kutembea. Tatizo la mtoto kushindwa kutembea halitaweza kurekebishika. Kwa bahati mbaya sana, Mungu alivyotuumba, mishipa ya fahamu unapotokea uharibifu ni vigumu kuirudisha katika hali ya awali. Lakini kama mtoto alizaliwa na nguvu za miguu, manake miguu anaweza akaichezesha, lakini tu nakuwa miguu imepinda, ina viguto wengine wanasema. Akifungwa POP ama mara nyingine anaweza kana hitaji upasuaji, inaweza ikanyoka ikanatembea. Lakini mtoto ambaye amezaliwa miguu yake anashindwa kuichezesha kabisa, haina nguvu, hamna uwezekano wa kurudisha ikarudia hali yake ya kawaida kutembea kama kawaida. Lakini tiba ya mgongo pamoja na kichwa inatengenezwa ili kumwezesha mtoto kuendelea na maisha mengine vizuri.
Tutajikingaje na tatizo hili la watoto ambao wanazaliwa na mgongo wazi hapa nchini? Kinga ni bora kuliko tiba mara zote. Kwa hiyo kinga ya kwanza ni tujitahidi kama wanajamii kula vyakula bora. Tukipika mboga sio zipikwe kupitiliza, zinatakiwa zipikwe kwa muda mfupi za kuweza kula. Kama umepika mchicha wako upike bado ukiwa una ile ukijana hujapotea. Kama umepika spinach unazipika bado ile ukijana ukiwepo. Kula vyakula kama samaki, dagaa ambazo hazijapikwa kupitiliza. Lakini vile vile kununua unga ambao labda serikali itakuwa imeshaanza programu za namna hiyo ambao umeongeza virutubisho vya folic acid. Lakini vile vile kwa wanandoa ambao wamepanga kupata mtoto, kumwandaa mama wakati wa ujauzito wake. Njia moja hapo mbali tu na kula mboga za majani na kula fortified food, anaweza akawa anakula kidonge cha folic acid mara moja kwa wiki mpaka mara 2 kwa wiki, angalau miezi 3 kabla ya kupata ujauzito. Aina ya pili ni kwa mama ambaye labda bahati mbaya ujauzito wake umetoka. Inaweza zikawa ni sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha ujauzito kuharibika. Lakini moja wapo ni neurotube defects. Conditions nyingine inaonekana ni kwamba mtoto tu hali ile tu ya kimwili yenyewe inagundua kwamba huyu mtoto akizaliwa hataweza kuishi. Kwa hiyo tunasema nature na take its course, ile mimba inaharibika. Na ndio maana madaktari bingwa wanawake pamoja na chama cha madaktari wanawake Tanzania tumekuwa tukiwasisitiza wakina mama kuangalia afya zao kwa undani zaidi. Kwa hiyo pale mama ambapo anapotokea ujauzito umeharibika, asikimbilie kupata ujauzito. Tunasema aache mwili wake uweze kupona kutokana na majeraha aliyopata. Kwa hiyo apumzike, ale vizuri, ikiwemo kula vidonge vya folic kama nilivyoeleza hapo awali, na afikirie kubeba ujauzito baada ya miezi 6 mpaka mwaka, kwamba mwili wake utakuwa umeshapata kinga ya kutosha. Jambo lingine ambalo ningependa kusisitiza jamii, ugonjwa sio wa kulogwa. Na si kwamba mama anapenda kuzaa mtoto mwenye ulemavu. Kama tulivyoona kwenye takwimu, nchi za Afrika na burden kubwa ya magonjwa ya neurotube defects kulinganisha na nchi za wenzetu. Na mtoto anapozaliwa na kuwa na ulemavu, mara nyingi mama ndio anahusika katika utunzaji wa yule mtoto. Kwa hiyo anahitaji msaada mkubwa kutoka kwa baba, bibi, babu, wakwe, mawifi, mashemeji ya kumsapoti si tu huyu mama lakini na vile vile hii familia. Kwa sababu mtoto mwenye ulemavu manake ule muda ambao mama angeweza kumwacha mtoto peke yake akaenda shamba ama kufanya biashara nyingine unakuwa haupo. Kwa muda mwingi atahitaji kumhudumia mtoto wake. Kwa hiyo jamii kwa ujumla isiwatenge watoto wenye matatizo namna hii wanapozaliwa. Kama mama alijifungulia akiwa nyumbani ama alijifungua kwenye kituo cha afya kupata maelekezo ya kutosha, akijiona mtoto wake bado kichwa kimekuwa kikubwa na mgongo wazi, mwairudishe katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu endelevu. Ama amezaliwa miguu yake ilikuwa imepinda lakini mtoto anaweza kuichezesha, asibaki naye nyumbani, ampeleke hospitali kwa ajili ya matibabu. Nashukuru sana daktari kwa maelezo yako mazuri. Asante sana, nashukuru. Na utazidi kutafuta ili kuweza kupata elimu zaidi ya masuala mbalimbali. Karibuni sana MEWATA, tuko tayari kushirikiana na ITV kwa ajili ya kuelimisha jamii. Asante, nashukuru sana. Asante. Na mtazamaji, leo hii nilikuwa na Dr. Martha Mkoni, daktari bingwa wa magonjwa ya watoto lakini pia ni mjumbe wa chama cha madaktari wanawake nchini Tanzania MEWATA. Lakini pia ni daktari kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili. Tulikuwa tunazungumzia juu ya tatizo la watoto ambao wanazaliwa na mgongo wazi. Kitaalamu wanaita neurotube defect. Naitwa Konstantini Meko Mihambo. Hadi wiki ijayo, hii hapa ni Afya Jamii. Dondoo ya wiki ya afya inafuata. Asante. ITV Super Brand Afrika Mashariki.